Katika mswada wa sheria baina ya Marekani na Tanzania uliopitishwa katika bunge la Marekani kwa ajili ya kuibana serikali ya Tanzania hasa madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Katika kifungu cha 4 cha mswada huo wa sheria, tathmini upya mahusiano ya Marekani na Tanzania, tathmini ya mahusiano ya pande mbili. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani kwa kushirikiana na waziri wa ulinzi, mwakilishi wa biashara wa Marekani pamoja na wakuu wa taasisi nyingine husika za serikali ya shirikisho atafanya tathmini ya kina kuhusu mahusiano ya pande mbili kati ya Marekani na Tanzania. Vipengele vya tathmini. Tathmini hiyo itajumuisha kwanza, uchambuzi wa hali ya kidemokrasia nchini Tanzania na mwelekeo wake. Pili, mkakati wa kina kuhusu mageuzi ya kidemokrasia yanayohitajika nchini Tanzania. Tatu, tathmini ya msaada wa kiusalama wa Marekani na Tanzania ili kuhakikisha kuwa Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania JWTZ pamoja na Jeshi la Polisi Tanzania washirika wanaoaminika wanaofuata katiba ya Tanzania, kuheshimu haki za binadamu, utawala wa sheria na kulinda usalama wa wananchi pamoja na wageni wote nchini Tanzania. 4, tathmini ya namna ambavyo machafuko ya kisiasa hivi karibuni na kuzima kwa huduma za internet nchini Tanzania kumeathiri biashara na ushirikiano wa Marekani nchini Tanzania. Na 5, tathmini ya uhusiano kati ya serikali ya Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Watu wa China ikijumuisha ushirikiano wa kijeshi na kiusalama ikiwemo mafunzo, mazoezi, uhamishaji wa silaha na ushirikiano kati ya taasisi za ulinzi, ujasusi au vyombo vya sheria. B, ushirikiano wa kiuchumi ikiwemo uwekezaji, mikopo na ufadhili unaohusisha mashirika ya serikali ya China au yanayohusiana nayo pamoja na athari za shughuli hizo katika upatikanaji wa soko, uhimilivu wa deni na ushindani wa kampuni za Marekani. Na C, ushirikiano wa kisiasa na serikali ya China unaolenga kudhoofisha misingi ya kidemokrasia, kuimarisha mfumo wa chama kimoja na kukuza hisia za kupinga Marekani na mataifa magharibi ndani ya nje ya nchi. C, ripoti ya matokeo. Ndani ya siku 90 tangu sheria hii ianze kutumika, waziri wa mambo ya nje atawasilisha ripoti kwa kamati husika za bunge la Marekani ikijumuisha matokeo ya tathmini hiyo. Kifungu cha 5, ripoti kuhusu baadhi ya watu wenye nafasi za uongozi nchini Tanzania. Ndani ya siku 180 tangu sheria hii ianze kutumika, waziri wa mambo ya nje atawasilisha kwa kamati husika za bunge ripoti yenye orodha ya kila mtu wa kigeni ambaye waziri ataamua kuwa kwanza anashikilia nafasi ya juu serikalini Tanzania ndani ya uongozi wa CCM, Jeshi la Polisi Tanzania, JWTZ au idara ya usalama na ujasusi nchini Tanzania, na pili anawajibika au amehusika moja kwa moja kwa njia isiyo moja kwa moja katika kuagiza, kudhibiti au kutekeleza utekaji, upotezwaji wa watu kwa lazima au kuwazuia kiholela wapinzani wa kisiasa, waandishi wa habari pamoja na wanaharakati na asasi za kiraia. B, kuwalenga, kuwatesa, kuwatisha, kuwakamata au kutumia vurugu dhidi ya waandishi wa habari, vyombo vya habari au wanaharakati ili kukandamiza upinzani au kuzuia taarifa za ukiukwaji wa haki za binadamu. C, udhibiti wa habari, kuzima internet au vizuizi vingine dhidi ya vyombo vya habari, upatikanaji wa internet au uhuru wa kujieleza ili kuficha ukiukwaji wa haki za binadamu au kuzuia taarifa za kuaminika. D, ukiukwaji mkubwa wa uhuru wa dini ikiwemo mateso dhidi ya watu au makundi kwa misingi ya dini, kuzuia ibada, mikusanyiko ya kidini au ubaguzi dhidi ya jamii za kidini. Na kutumia mbinu za ukandamizaji wa kimataifa dhidi ya raia wa kigeni wa Tanzania au diaspora Tanzania ndani na nje ya nchi. F, mauaji ya kiholela, mateso au ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu zinazotambulika kimataifa. G, vitendo vingine vinavyokiuka haki za binadamu zinazotambulika kimataifa au uhuru wa kiraia unaohakikishwa na katiba ya Tanzania. Kifungu cha 6, vikwazo. Kwa ujumla, ndani ya siku 30 baada ya kuwasilishwa kwa ripoti hiyo, Rais wa Marekani anaweza kuweka vikwazo dhidi ya mtu yeyote wa kigeni anayetajwa kwenye ripoti ambaye ametimiza vigezo vilivyotajwa hapo juu. B, aina ya vikwazo. Kwanza, kufungia mali. Rais anaweza kutumia mamlaka chini ya sheria za Marekani kufungia na kuzuia miamala yote inayohusisha mali au maslahi ya mali ya mtu huyo ikiwa mali hizo zipo Marekani, zinaingia Marekani au zinamilikiwa au kudhibitiwa na raia wa Marekani. Pili, kutostahili visa kuingia Marekani au kuruhusiwa kuingia. Visa na ruhusa za kuingia. Mtu husika atakuwa haruhusiwi kuingia Marekani, hastahili kupata visa au nyaraka nyingine za kuingia Marekani, hatastahili kupata manufaa yoyote chini ya sheria za uhamiaji za Marekani. B, kufutwa kwa visa zilizopo. Kwanza, visa au nyaraka zozote za kuingia Marekani zinaweza kufutwa bila kujali zilitolewa lini. Pili, kufutwa huko kutaanza kufanya kazi mara moja na kutabatilisha visa au nyaraka nyingine zote halali alizonazo mtu huyo. C,
utekelezaji na adhabu. Kwanza, rais anaweza kutumia mamlaka yaliyopo chini ya sheria za Marekani kutekeleza kifungu hiki, na pili, adhabu zitatumika kwa mtu yeyote atakayekiuka, kujaribu kukiuka, kupanga kukiuka au kusaidia ukiukwaji wa masharti haya au kanuni zitakazotungwa kuyatekeleza.